Foundation ya mazungumzo ya Zanzibar imejengwa kwa miaka mingi ya mazungumzo ambayo yalihusisha jamii ya kimataifa kuanzia wakati Commonwealth ilipokwenda kuingilia matatizo ya Zanzibar. Kwa kule Zanzibar inaonekana ni sahihi kuleta watu wa nje kushughulikia mgogoro, lakini muungano Tanzania inaonekana ni shida. Sasa nataka kusema kwamba tutayazungumza haya na tutatoa mwelekeo, lakini ninachokiona ni kwamba ACT imeamua kwa mara nyingine tena kusaliti harakati za mabadiliko. Kumezungumzwa kule, moja ya mambo watakayozungumza watakapoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na tume itakayoundwa ni kwamba watazungumza kuhusu marekebisho ya katiba ya Zanzibar. Kwa matatizo yetu ya kikatiba, ya katiba ya Zanzibar, ya katiba ya muungano, huwezi kushughulika na mapungufu ya katiba ya Zanzibar bila kushughulika kwanza na mapungufu ya katiba ya muungano, ikiwemo kuhusu muundo wa muungano, ili Watanzania wajenge impression kwamba sasa nchi ina maridhiano, kuonekana kuna maridhiano. Tunasisitiza tu yule msimamo wa kamati kuu. Kamati kuu ilishasema masuala hayo ya na maridhiano ni matokeo, kinachotangulia ni mazungumzo. Kamati kuu imesisitiza vyake mfululizo vya awamu tofauti tofauti kwamba waje wasuluhishi au wapatanishi wa kimataifa kuja kama kuna hitaji la mazungumzo yoyote yale, kuja kufanya mazungumzo, kwa sababu sisi tumeshiriki mazungumzo na watawala, na mimi nimepata bahati ya kuwepo kwenye timu ya mazungumzo kuanzia na rais mwenyewe mwezi Mei mwaka 2022 pale Ikulu Chamwino, mpaka kwenye timu ya mazungumzo ya watu watano kila upande. Tumezungumza kwa namna tulivyozungumza nao kwa kipindi chote tulichozungumza nao. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutaendelea na mapambano, lakini milango yetu iko wazi kwa mazungumzo ambayo yatakuwa mazungumzo ya haki.